Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza namshukuru Mungu kwa neema yake ya kunifikisha hapa. Na kuna watu wananiuliza na wananiambia kwamba kwa nini unafundisha mabinti wasiolewe? Nimekuja kujibu swali hili na ninakuja kujibu hapa kwamba sijanyima mtu kuolewa, wala sijaambia mtu kwamba hasiolewe, na wala sijasema kwamba mimi sitaolewa. Ninachojaribu kuelimisha mabinti ni kwamba usikimbilie ndoa. Usiende kwa ndoa kwa sababu umeona rafiki yako ameolewa, au unaona kwamba unachelewa au miaka imeenda. Acha nikuambie, hiyo unaona kama umechelewa au miaka imeenda, hapo unajidanganya, kwa sababu wakati utaingia kwenye majaribu utaingia peke yako, hautaingia na mtu. Utakuwa peke yako katika hali sitomfahamu. Acha mapenzi ya Mungu yaweze kutimia. Kama ulipangiwa kwamba utaingia kwenye ndoa, utaingia, na wala usiingie kwenye ndoa ya kujificha. Nikijitolea mfano mimi mwenyewe, wakati nilikuwa naishi peke yangu, nilifanya vitu vingi sana kwa siri, ambao vitu hivi viliniadhiri zaidi. Nilizini kwa siri, nilifanya masturbation kwa siri, kujizini kwa siri, lakini sikiliza nikuambie leo, hayo yote yana madhara yake, kwa sababu utafanya kwa siri, utaenda kwa kijana yule kwa siri, ili mtu asijue unachokiendeleza. Utajikuta unafanya vitu vingi kwa siri, ili mtu asifahamu unachokifanya, lakini madhara yanapokukujia ndipo utatamani kuitoa siri hile, lakini itakuwa umechelewa. Utakuwa unajificha, unaenda kwa mwanaume yule, unamfanyia vitu vyote ambavyo kama mke unafaa kuvifanya, lakini unavifanya kwa siri. Mwisho unarudi nyumbani, ukiulizwa unasema kwamba umetoka kwa rafiki yako kusoma au kuchukua kitu fulani. Unajikuta ukitumia uongo kufunika uovu, kufunika baya, ambao mwishowe uovu ule utakuadhiri wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe utajikuta unaingia kwenye mashaka, utajikuta unaingia kwenye shida, ambayo shida hiyo ungeweza kuitatua mwenyewe, na ungeweza kuikataa mapema, haingeweza kukuadhiri wala haingeweza kutokea ubaya wowote. Binti, kijana, inawezekana kuishi bila mahusiano yoyote yale. Unaweza ukaishi bila kuzini, unaweza kuishi bila kujizini, unaweza kuishi bila kujipapasa. Hiyo hali unayoiona kwamba ni ngumu, inawezekana. Ni wewe mwenyewe ufanye uamuzi ulio sahihi. Acha kujizini, acha tamaa mbaya, acha mawazo ya zinaa, yana madhara. Huwezi kuelewa madhara yake wakati uko ndani, lakini wakati utaamua kuacha, ndipo utajua kumbe ulikuwa kwenye madhara na haujui kama uko kwenye madhara. Utajikuta unafanya vitu ambavyo ni hatari kwako, lakini wewe utakuwa unaona kama vitu hivyo havina hatari. Kijana yule atakuwa amekudanganya akakwambia kwamba nitakuoa, lakini jiulize ni kwa nini kijana yule hataki kuwa muwazi. Jiulize ni kwa nini kijana yule hataki hata familia yake ijue kama kuna binti mahali fulani. Jiulize ni kwa nini kijana yule ananiambia kweli ananipenda, ananiambia kweli nikuje kwake, ananiambia kweli nimtembelee, tunakutana, lakini kwa nini hataki familia yake ijue ama familia yangu ijue? Mbona hata unaficha hata yule rafiki uliye naye utaki ajue mahusiano yako? Jua hicho kitu unachokificha kitakudhuru maishani. Ni heri uwe muwazi, ni heri ukitoe sahihi mapema na uachane na chenyewe sahihi mapema. Na kama kweli unaona kabisa umefikia kuolewa, hebu kuwa muwazi. Kuwa muwazi, useme kwamba mimi nimepata kijana fulani na nataka kwenda kuolewa. Alafu umwambie kijana yule, mimi nataka uende ukaripoti kwa wazazi wangu kwamba umenipenda na unataka tuishi pamoja. Usikie yale atakayoyaongea. Ndiyo, kuna mwingine atajivalia ngozi ya kondoo na ndani ni mbwa mwitu. Jichunge, jiangalie.
angalia matendo. Kuna vitu vingi utaona kabisa hii ni red flag, ambao utaona kabisa kijana huyo anakuambia kweli anakupenda, lakini kuna vitu anavifanya ambavyo wewe mwenyewe hata vinakutishia. Wewe mwenyewe hata unaona kabisa hapa kuna hatari. Mfano ni mimi, nilikuwa niko na mahusiano na kijana yule, alikuwa ananionyesha kabisa ishara ya kwamba huyu mtu mimi simpendi, lakini mimi nilikuwa nimefungwa. Nilikuwa sijui kama mtu huyu anipendi, nilikuwa nataka kujilazimishia. Ni neema ya Mungu tu iliyonisaidia nikaweza kutoka mahali pale, kwa sababu sasa ningekuwa niko katika hali ambayo sitamfahamu. Lakini wacha nikuambie, ukiona ishara zozote kwa kijana yoyote, kimbia. Na usiwe na mahusiano na kijana yoyote yule kama unajua haupo tayari kuingia kwenye ndoa. Na pili, kama wewe unajua kabisa unamcha Mungu, usiweze kufanya mahusiano ya kimapenzi na mwanaume yoyote. Nawe kijana, ukijua kwamba wewe unamcha Mungu, kataa mahusiano ambayo hauyaelewi. Fanya maamuzi yaliyo sahihi kupitia kibibilia, jinsi Isaka alivyopata Rebeka kwa njia iliyo sahihi. Nawe fanya hivyo hivyo upate Rebeka wako kwa njia iliyo sahihi. Nawe Rebeka upate Isaka wako kwa njia iliyo sahihi. Binti kijana, inawezekana kuishi bila mahusiano. Binti kijana, inawezekana kuishi bila kujipapasa. Hiyo hali unayoiona kwamba iko sawa, hiyo hali unayoiona kwamba hii si mbaya, haina madhara, ina madhara makubwa, lakini hauwezi kuelewa mpaka siku utakapoamua. Utafanya nini ile hali ile ikutoke? Ingie kwenye maombi ya kufunga na kuomba, na pia uingie kwa maombi ya kutubu. Katana na ile roho. Ambie Mungu akuondolee hiyo roho ya zinaa. Ambie Mungu akuondolee hiyo roho ya tamaa. Ambie Mungu akuondolee tamaa ya kutamani mwanaume yoyote. Amua mwenyewe kutoka ndani ya moyo wako. Omba maombi ya toba. Jinyenyekeze mbele za Mungu. Mwambie Mungu akuondolee hiyo hali. Mwambie Mungu unatamani kujua ni wapi ulipokosea. Maana kimtesacho mwanadamu ni dhambi zake mwenyewe. Ni wapi ulipokosea? Ni wapi ulipoenenda kinyume? Maybe ulikosea kwa wazazi, maybe ulinungunika mtu, maybe ulifanya vitu ambavyo ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Tazama, angalia maisha yako nyuma, ni vipi uliishi? Uliishi vipi na wazazi wako? Ulikaa vipi na mamako na babako? Je, ulienda kuchungulia walichokuwa wakikifanya juu? Kama mimi mwenyewe nilikuwa baba na mama wakiwa chumbani kwao, ninatamani nijue wanafanya nini huko chumbani. Nitatamani nichungulie nione wanafanya nini chumbani. Kwa nini baba na mama wanalala peke yao? Kumbe hiyo ni dhambi iliyoniletea madhara makubwa. Nikawa ni mtu wa kujizini. Ni mtu ambao hata nilikuwa nikipanda kwenye kitanda cha mama yangu na kufanya kujizini nikiwa kwenye kitanda cha mamangu. Kwa hivyo dhambi nyingi tunazitoa kwenye nyumba ya wazazi wetu. Jifikirie ni wapi ulipokosea. Uende ikawa ulikosea kutoka kwa wazazi, uende ikawa uliangalia wazazi, uende ikawa ulitamani baba au ulitamani mama. Ulifanya nini kutoka nyumba ya wazazi wako? Maana kimtesacho mtu ni dhambi zake mwenyewe, si kurogwa wala si uchawi. Amua siku ya leo, kataa zinaa, kataa mawazo ya zinaa, na Mungu wa mbinguni ataweza kukusaidia wewe na utaweza kupata mwenza wako kwa njia iliyo halali na iliyo sahihi. Mungu wa mbinguni akubariki. Kwa kipindi kingine, shalom.